Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Taasisi za serikali zimekumbushwa haki na wajibu wa kulipa kodi, hatua itakayoongeza ufanisi kwa mamlaka ya mapato nchini TRA katika zoezi la ukusanyaji wa kodi. Akizungumza katika mkutano maalum ulioandaliwa na mamlaka ya mapato nchini TRA na kuzikutanisha taasisi za serikali na mashirika ya umma kanda kaskazini, Naibu Kamishna Idara ya Walipa Kodi za Ndani, Eunice Adrian, amesema kwamba taasisi hizo na mashirika yamekuwa yakifanya biashara na walipa kodi kutoka katika sekta binafsi kwenye utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Hivyo ni vyema kuongeza na kuimarisha matumizi ya mashine za kielektroniki za kutolea risiti. Ninaitwa Eunice Adrian Heluka, ni Naibu Kamishna Idara ya Walipa Kodi za Ndani. Tupo hapa Arusha na tuko kwa ajili ya mafunzo ya walipa kodi ambazo ni taasisi za serikali zilizoko katika kanda ya kaskazini. Tunao washiriki kutoka mkoa wa Arusha, Manyara, Kilimanjaro pamoja na Tanga. Tumekuja hapa kwa maana ya kuwa na fursa ya kujifunza nao pamoja wajibu wao, kwa sababu pamoja na kwamba ni taasisi za serikali bado ni walipa kodi, wana wajibu, lakini kuwakumbusha haki zao na mwisho wa siku waweze kusimamia kodi na mamlaka ya mapato iweze kufanya jukumu lake la kukadiria, kukusanya na kuhasibu mapato ya serikali. Tumeanza asubuhi na kujifunza haki na wajibu, nini wanatakiwa kukifanya. Wao kama taasisi za serikali kwa namna mbalimbali ni walipa kodi. Wanalipa kodi, kuna wanaolipa kodi ya mapato, kuna wanaolipa kodi ya ongezeko la thamani, kodi za ajira ya wafanyakazi. Kwa hiyo tumekuwa nao hapa leo kuwakumbusha jukumu hilo na wajibu huo ili waweze kufanya kwa ufanisi. Zaidi ya yote, wanafanya pia biashara na walipa kodi ambao sio serikali katika miradi mbalimbali. Tunahamasisha watu waweze kuona matumizi sahihi ya mashine za kielektroniki za kutolea risiti, wahakikishe manunuzi wanayofanya basi yanakidhi vigezo ya yale ambayo tumepanga wayafanye. Lakini pia katika kipindi hiki ni kuwashukuru walipa kodi hawa ambao ni taasisi za serikali. Tumekuwa nao bega kwa bega wakisimamia kodi ya zuio kwa kiasi kikubwa, lakini pia lengo la siku ya leo ni kuwafundisha kodi hizo nyingine ambazo kwa namna moja au nyingine wengine wanapaswa kujisajili, kuwasilisha ritani na kulipa kodi hizo na kwa usahihi na kwa wakati. Kwa hiyo ni fursa nzuri, tutajifunza pamoja, tutajadili pamoja na mwisho wa siku tutakuwa tumepata kile ambacho tumekitarajia. Kimsingi hawakosei, isipokuwa tunachokifanya tunawakumbusha. Unajua kodi si tu kwa watumishi ambao ni serikali, hata ambao sio wa serikali. Elimu ni sehemu muhimu katika kazi tunazofanya mamlaka ya mapato, kuwapa elimu na kuwakumbusha. Unajua wakati mwingine kodi mara nyingi inakuwa na mabadiliko, kuna maboresho mbalimbali ya mifumo tumefanya, wakati mwingine sheria zinabadilika, kila bunge la bajeti linapokaa kunakuwa na mabadiliko ya sheria. Kwa hiyo kukumbushana ni wajibu mkubwa sana. Kwa hiyo wale ambao kidogo wameteleza, wamelegea, wamekuwa nyuma kidogo kwenye labda kuwasilisha kodi ya zuio, najua wanapofanya wanakata mifumo ambayo tayari ipo, wanakata kodi ya zuio, lakini pale wanaposahau kuileta na kuiwasilisha, tunatumia fursa hii kuwakumbusha kwamba wakate na wawasilishe. Tunaiona miradi mingi ya serikali inayofanyika inahitaji fedha hizi ambazo ni kodi halali kabisa, ili serikali yetu iweze kufanya mambo mazuri ambayo tunayaona. Sisi sote ni mashuhuda. Tuna SGR inayoenda kasi sana, tunaiona. Tunaweza kuwahi na kuwawahisha walipa kodi waweze kufanya majukumu yao ya msingi kwa kurahisisha miundombinu ili tuweze kukusanya kodi. Tunajua wafanyabiashara wanapofanya vizuri, serikali inaposimamia vizuri, then maendeleo yanakuja kwa kasi na Jamhuri yetu ya Muungano itapiga hatua. Watumishi wanakatwa kodi yao ambayo ni pay as you earn, wanakatwa kabla hata mshahara haujafikia mikononi mwao. Tukisema percentage wise labda wenyewe wanalipa zaidi kuliko watu wengine kwa sababu hawawezi kulaza madeni. Kabla mwajiri hajamlipa mlipa kodi mfanyakazi, kodi ile tayari anakuwa ameiwasilisha serikalini. Kwa hiyo wafanyakazi zinakatwa na kuwasilishwa vizuri kabisa. Huu ni mfululizo wa mafunzo
Tumeanza na kanda ya kati. Tulifanya mafunzo yao Dodoma tarehe 11 Februari mwezi uliopita, tarehe 11 Februari, na leo ni tarehe 11 Machi. Tunafanya hapa kanda ya kaskazini. Tutafanya kanda ya ziwa tarehe 13, lakini baadaye tutamalizia kanda ya mashariki na kanda ya nyanda za juu kusini. Kwa hiyo watu wote watapata mafunzo haya, na baada ya mafunzo haya ofisi zetu zote za mikoa zitaendelea kuwakumbusha na kuwafanyia yale ambayo wanapaswa kuyafanya. Baadhi ya washiriki waliohudhuria mkutano huo wamesema kwamba elimu walioipata ni ya muhimu, itawezesha katika kuwezesha ukusanyaji wa kodi. Pia elimu hiyo ipelekwe hadi ngazi ya chini kwa watumishi wa serikali ili iongeze chachu ya uelewa katika elimu ya kodi na ilete tija katika ukusanyaji wa mapato. Mimi naitwa Christina Akulin, ni mkurugenzi wa fedha na uhasibu chuo cha uhasibu wa Arusha. Nashukuru kwa siku hii ya leo ambayo tumeweza kushiriki katika mafunzo haya ya elimu ya kodi hasa kwa taasisi za serikali. Elimu hii ni ya muhimu sana hasa kwa upande hata na usimamizi tuliotoka katika vyuo hivi vya utumishi wa umma, vyuo vya elimu ya juu. Elimu hii inahitajika sana hasa kwa watumishi wa serikali kuweza kuelewa umuhimu wa kulipa kodi na zile taratibu zote ambazo zinapaswa kufuatwa kuhakikisha serikali yetu inaweza kukusanya mapato kwa wakati, na serikali pia kujua ni nani wanapaswa kulipa kodi na namna tunavyoshiriki kwa pamoja katika kuisaidia serikali katika kukusanya mapato. Kwa kweli tumejifunza na tunaomba elimu hii iweze kuendelea kutolewa hasa kwa watumishi wa umma kwenye taasisi za serikali, taasisi za umma na hata taasisi binafsi pia, kwa sababu kila siku kunakuwa na mabadiliko ambayo tunahitaji kuyaelewa zaidi. Elimu ni tunapaswa kuijua kila siku, sio ya kipindi kimoja na tunakaa muda mrefu. Tunapaswa kuelimishwa kila wakati mabadiliko yanayotokea katika ukusanyaji wa kodi, mabadiliko yanayotokea katika sheria zinazosimamia ukusanyaji wa kodi. Kwa hiyo tunaomba TRA iweze kushirikiana na taasisi za serikali katika kutoa elimu hii kwa wakati na kuwalenga hasa wale wahusika wanaohusika katika kuwasilisha zile nyaraka muhimu kwa serikali ili waweze kujua wajibu wao, nini wanapaswa kufanya na kwa wakati gani. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano huu uendelee mara kwa mara, elimu hii tuletewe kwa kila wakati na kwa mara nyingi, isiwe tu kwa mwaka mara moja au mara mbili. Tunahitaji hii elimu zaidi na waweze pia kutembelea taasisi zetu hizi na kutoa elimu ili na watumishi na wale viongozi wa hizo taasisi wanapaswa kuelewa zaidi. Tusiachie tu wale wa nafasi za chini. Wale wanaoongoza hizo taasisi, wakuu wa mataasisi wanatakiwa kuelimishwa zaidi kuelewa sheria za kodi. Kwa sababu sio wote wenye elimu hiyo, tunatofautiana katika sekta mbalimbali. Yaani sekta zote zinatofautiana. Kwa hiyo unapopelekwa kwenye taasisi fulani, taasisi nyingine, kwa hiyo hii elimu inahitajika sana. Kwa sababu unaweza ukakutana na vikwazo, changamoto nyingi katika utekelezaji wa majukumu katika uwasilishaji au pale unapokuja kukaguliwa na kukutwa kuna changamoto ambayo imekutwa. Ili kuweza kutatulika kwa wakati, elimu hii itolewe kuanzia ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini. Hata wafanyakazi wa taasisi za elimu, taasisi za serikali waelimishwe pia kuelewa, kwa sababu kuna mapato ambayo tunayapata yanapaswa kukatwa kodi. Wengine hawana uelewa, unaweza ukaanza kutekeleza zile sheria lakini ukajikuta wafanyakazi, watumishi wanakuwa wanalalamika, lakini yote hiyo ni kutokuwa na ile elimu ya kodi. Wajibu wetu ni nini? Kuisaidia serikali katika ukusanyaji wa mapato ili serikali iweze kutimiza wajibu wao katika kuleta maendeleo katika taifa letu. Jina langu naitwa Ismail Utindi, ni mshiriki wa mafunzo haya kutoka Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Jiji la Arusha. Tumepata mafunzo tangia tumefika ambayo yanatukumbusha wajibu na haki za walipa kodi kutoka TRA. Lakini pia anatukumbusha wajibu na haki za TRA katika kusimamia masuala ya kodi. Kwa kifupi ni kwamba ni wakati mwafaka na ni wakati sahihi kabisa kupata haya mafunzo, na tunaweza kusema kiasi fulani ni kama tumechelewa kwa sababu mambo mengi yamekuwa yanakwenda, wakati mwingine hatujui namna vitu ambavyo vinakwenda, lakini sasa yamekuja na tumeweza kujua vizuri wajibu wa mlipa kodi hasa taasisi za umma pamoja na haki zake hasa kwenye taasisi za umma. Kwa hiyo tangia tumeanza kuyapata, tumeweza kuona namna gani taasisi za umma zina wajibu wa kufanya, zifanye nini wakati wa kulipa kodi,
ziwasiliane vipi na TRA, mamlaka zao zimekaaje, zikusanye kodi, pamoja na kuwa wakala mzuri wa TRA wakati wa kusanya kodi, ili kuweza kuendeleza nchi katika maendeleo mbalimbali tunayotumia na vyanzo vya fedha. Umuhimu wa mafunzo yafanyika mara kwa mara kwa sababu yanatukumbusha na yanawezesha taasisi kupata, hasa TRA, kukusanya fedha kwa ajili ya maendeleo ya nchi, na sisi kama wadau wake tunahusika moja kwa moja kwa mujibu wa sheria kushirikiana na TRA kwa ajili ya kukusanya fedha na kuweza kufanya maendeleo ya nchi. Jina langu mimi naitwa Devota Ribogasti Minja, ni mhasibu natokea TANROADS mkoa wa Arusha. Nashukuru kwa elimu tuliyoipata kutoka mamlaka ya mapato. Kwanza imetukumbusha utendaji wetu wa kazi, imetukumbusha masuala mazima ya utekelezaji na namna ya kulipa kodi tunazozikusanya kwa muda mwafaka. Vingi tumekumbusha kuzingatia, kwa mfano wa pay tuzilipe kwa muda mwafaka. Sisi tukizingatia ni wakusanyaji wakuu, na kama kada yetu ya uhasibu tunahusika direct katika kukusanya hizo pay. Kwa hiyo tunatakiwa kuzilipa kwa wakati. Tumejifunza kuhusu pia casual laborers, hawa vibarua wadogo wadogo, kwamba lazima wawe na TIN number, namba ya utambulisho ya mlipa kodi. Kwa kupitia ile kuna vitu tulikuwa tunavifanya ni tofauti, lakini kupitia haya mafunzo seminar imetukumbusha kwamba nini tunataka tufanye. Kwa hiyo tunapoenda kutekeleza majukumu yetu ya kila siku, hatutarudia makosa ambayo tulikuwa tunafanya nyuma. Taasisi za serikali na mashirika ya umma imetaja kuwa ni kinara katika kuwezesha mamlaka ya mapato nchini TRA kukusanya kodi kufuatia usimamizi mzuri wa kodi ya zuio. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.